Kristo na Roho Mtakatifu? Asante. Wakubali mauti yake Yesu Kristo juu ya msalaba kuwa dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi za wanadamu, na waamini ya kwamba kwa njia ya imani katika damu yake iliyomwangika watu waokolewa na dhambi na kutoka adhabu yake? Asante. 3. Je, umekubali kuacha dunia na njia zake za dhambi na kumpokea Yesu Kristo au Mwokozi wako, na waamini ya kwamba Mungu kwa ajili ya Kristo ametusamehe dhambi zako, naye amekupa moyo mpya? Amina. 4. Je, wakubali kwa imani haki ya Kristo, ukimtambua kwa Mwokozi wako katika hekalu mbinguni, na unadai ahadi yake ya kwamba atakuwezesha kwa kukaliwa na Roho yake ili upewe nguvu ya kuyatenda mapenzi yake? Amina. 5. Waamini ya kwamba Biblia ni neno la Mungu lenye pumzi yake, na ya kwamba ni kanuni ya pekee ya imani ya Wakristo na ya mwenendo wao? Amina. 6. Wakubali ya kwamba Wakristo wazishike amri 10. Tena ni kusudi lako kwa uwezo wa Kristo akae ndani yako kuishi sheria hiyo, pamoja na amri ya 4 inayoamuru kushika siku ya 7 ya juma kuwa sabato ya Bwana? Asante. Swali la 7. Waamini ya kuwa mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, na ya kwamba imekupasa mheshimu Mungu kwa kuutunza mwili wako kwa kutotumia vileo vyote kama pombe, mvinyo, tembo, moshi na vinginevyo, na kutotumia tumbako ya namna yoyote pamoja na bangi, na kutokula vyakula vilivyo najisi? Amina. 8. Wakubali fundisho juu ya vipawa vya Roho, na waamini ya kwamba roho ya unabii ni mojawapo ya dalili za kulitambulisha kanisa lililosalia? 9. Je, kuja kwa Yesu Kristo kwa upesi ni tumaini lenye baraka moyoni mwako, na nia yako imara kujitayarisha kumlaki kwa amani, pamoja na kuwasaidia wengine wajifanye tayari kwa ufunuo wa utukufu wake? 10. Waamini katika utaratibu wa kanisa, tena ni kusudi lako kulisaidia kanisa kwa zaka zako na sadaka zako, kwa kazi yako mwenyewe na kwa mvuto wako? Asante. 11. Je, wakubali fundisho la Agano Jipya juu ya ubatizo kwa njia ya kuzamishwa majini, na wewe wataka kubatizwa hivyo ili kuonyesha mbele ya watu wote imani yako katika Kristo na katika msamaha wa dhambi zako? 12. Ukiyajua na kuyafahamu mafundisho makuu ya Biblia jinsi yanavyofundishwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, basi limekuwa kusudi lako kwa neema ya Mungu kuishi sawasawa na mafundisho hayo? Amina. Swali la mwisho. Je, waamini ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa la Kristo lililosalia, na wataka kukubaliwa katika ushirika wake? Asante. Basi hawa wamekubaliana na maswali haya 13 ya kwamba wamekuwa tayari kuingia katika kanisa la Bwana. Wangapi pamoja nami wanakubali hawa watu wazamishwe mashini na wawe mjawapo wa kanisa hili la Wasabato ulimwenguni? Asante. Mungu wetu aweze kuwabariki. Kuomba majina yao
jinsi yameorozeshwa katika karatasi, vile vile yaorozeshwa katika kitabu chako cha uzima huko mbinguni. Hili ndilo ombi letu tunalokuomba nyakati hizi katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina. Kavuo Makasi, kwa kuwa umekubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, ninayo furaha kubwa ya kukubatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Twende pamoja. Yesu Mwokozi, ili nitakaswe, nataka moyo uwe enzi yako, ukiangushe inuka, unioshe sasa niwe mweupe. Bwana Yesu sasa unitazame, unifanye niwe dhambi. Dada yangu Maska Charmat, kwa kuwa umekubali Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, ninayo furaha kubwa ya kukubatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana, kwa hiyo nakuomba sana, nakuongoje na miguuni pako, wanaokuja kutupinga wewe, unioshe sasa niwe mweupe, mweupe tu, ndiyo mweupe, unioshe. Kabila mwaka, kwa kuwa umekubali Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, ninayo furaha kubwa ya kukubatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nilipotoka kabisa, sasa nikakawi. Dada yangu Kasoki Lumika, kwa kuwa umekubali Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, ninayo furaha kubwa ya kukubatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nikasusurika sana, sasa narudi kwenye uchungu na tubu, Bwana nipokee, Dada yangu Kahindo Rachel, kwa kuwa umekubali Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, ninayo furaha kubwa ya kukubatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nimechoka maovuni, sasa narudi, pendo lako lanivuta, Bwana kwa upendo Ndugu yangu Muhindo Kasika, kwa kuwa umekubali Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, ninayo furaha kubwa ya kukubatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. ndilo tumaini langu, sasa Yesu alinifilia, nyumbani daima kwako.
ndugu yangu Mumbere Mubunga, kwa kuwa umekubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, ninayo furaha kubwa ya kukubatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Damu yake yanitosha, sasa unioshe Tuombe. Baba Mungu wetu mtakatifu unayekaa mahali pa juu mbinguni, tunaleta sifa na shukrani mbele zako tarehe hii ya leo, tukishukuru kwa mengi ambayo umetutendea katika mikutano hii ambayo ulikubalia iendeshwe katika kanisa la Matanga. Asante kwa watoto wako ambao wamebatizwa. Mungu, tunaamini ni wewe umewaleta. Kubali kuwalea katika neno lako. Wawe tayari kutenda mapenzi yako na wapatie nguvu ya kushinda majaribu ya shetani, ili urejeapo mara ya pili wawe miongoni ya wale watakao kulaki hewani na kuishi pamoja nawe milele na milele. Tunashukuru kwa kila mmoja ambaye amechangia kazi hii, akitoa muda wake, akitoa pesa, akitoa kila chochote kilichohitajika ili tupate kufikia lengo hili. Kwa kweli Bwana, tunatakia watoto wako mibaraka tele, ili wawe na shauku ya kutenda kazi yako kila siku. Tunaweka watoto wako hawa mikononi mwako, uwashikilie kwa mkono wa kuume, wawe mashujaa na uandalie uzima wa milele unaokuja karibuni. Wawe baraka kwa jamaa zao, wawe baraka kwa kanisa lako, ili tunaposhuhudia baraka hizi tufurahie mto wetu. Asante Bwana, kwa sababu yote yatawezekana kwa mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante sana. Tuchukue Jambo taifa la Mungu. Tunashukuru Mungu kwa ulinzi ambao anatutolea katika masirkonstansi mbalimbali, na zaidi sana tunamshukuru kwa kutufikisha siku ya leo ambayo tunakomesha mikutano yetu ya Injili ambayo tumeanza tangu juma mbili. Tunasema Mungu atukuzwe. Tunashukuru wote waliochangia kwa namna ama nyingine, wale zaidi sana waliojitahidi kufika hapa kila asubuhi, wakienda fanya kazi ambayo Mungu alisema tuifanye wakati alipoenda mbinguni, na ni kazi ile ya kuambia wenzetu wasiojua neno hili ili wajue kwamba Yesu Kristo yu karibu. Tunashukuru wale wote ambao walijiunga katika kazi hii ya Mungu, ambao walilamuka kila asubuhi. Nadhani kila mmoja atapokea baraka hizi, na tayari wengi wamezipokea katika manyumba zao, lakini kuna wale ambao hawakufika, nao tunasema wakati mwingine maprogramu zitafika, muendelee kumtumia.
kutumikia Mungu, maana kuna raha ya kutumikia Mungu. Tunawashukuru wote waliotushindikiza katika programu hii. Manyumba za wale ambao wamefika hapa hakika zimejengwa, na tunahakikisha ya kwamba tutaendelea kuomba ili Mungu abadilishe manyumba zetu na ziwe tayari kungojea bwana harusi. Maana hatutaenda mbinguni tukiwa na migogoro kati ya nyumba zetu. Hatutaenda mbinguni tukiwa na mafarakano katika nyumba zetu. Hivi ni bora tutengeneze wakati huu ili tumulaki bwana harusi ambaye anakuja karibuni. Wiki hii nzima na ingine ilikuwa na tuelekeza kwenye mafundisho ya unyumba. Yaani manyumba zetu tulikuwa tukizitayarisha kwa ajili ya kungojea Kristo. Na tumepata mafundisho mengi. Tuliona dalili za siku za mwisho katika manyumba. Tuliona vile mambo ambayo yanaacha mafarakano yanakuwa katika nyumba zetu. Hivi wale ambao hawakufika hapa kuhudhuria mafundisho, tunasema hamujapoteza, maana mafundisho haya yanawekwa kwenye mtandao wa kanisa hili. Tout devoir négliger, tout péché secret, toute dissimulation. Les avertissements du ciel oubliés. Kupoteza kila occasion, fursa ambayo ulirate, na kila avertissement ambayo Mungu alikupatia lakini umesahau. Na walifundisha kwa mfano bora katika mkutano huu ambao tunaomaliza leo. Tulikuwa tukiamkia katika vituo, na hii couple mbili jinsi mnawaona pale, hapo walikuwa wanaenea. Unasikia? Walikuwa wanaenea. Yaani yeye alikuwa anaenda na mke wake katika nini? Katika vituo kila siku jinsi tulikuwa hapa. Na pale vile walifanya kazi na walifundisha kwa matendo, hawakufundisha kwa maneno tu. Wangapi watawaiga hawa katika nyumba yao? Wangapi watawaiga hawa katika manyumba yao? Nasi mzee awapatie watabishi ambayo wataendelea kufuatilia na kusoma vitabu ambavyo watafuatiliwa ili manyumba zao zikale kwa msingi na Yesu Kristo. Hakika hizi ni programu za unyumba wa Kikristo, na tangu mwanzo umetangazwa ya kwamba kila mtu akae pembeni ya mke wake. Mtarudi kwa nafasi zenu. Mungu awabariki. Sababu mafundisho ambayo tumejifunza katika chuma mbili inahusu kujenga manyumba zetu ili tuingie katika ufalme wa mbinguni. Maana wakati wana wa Israeli walipotoka Misri walisema tutaenda na nani? Na manyumba zetu, yani waume wake na watoto. Tutaenda wapi? Mbinguni. Hivi kama uko humu ungali na hitilafu katika nyumba yako, ungali na mgogoro katika nyumba yako, tutakuombea ili ubadilike. Na jambo hili limepangwa hivi ili tusiwe tukifundisha tu mambo ambayo hatutendeshi. Tusiingie katika mateori, lakini tuingie katika pratiki. Mwenyali mudeni wakisha sema kila mtu aende ikala kwenye madalo wala hiyo ni roho mkuu. Lakini kuna couple mbili pale, couple ya Papa Musauli na Papa Israel.
Hao walianza hivyo zamani, sababu ninawaona toujours pale na wanakaa na wake wao. Mungu awabariki. Hao hawakungoja waitiwe watakaziwe kwamba wakae, au wameelewa hivyo. Hivi tunashukuru kila mtu ambaye anafurahi katika programu hii. Na mbele ya yote tunao wimbo wa shukrani ambao tutaimba pamoja na timu ambalo lilikuwa hapa. Watapita mbele na wale ambao walikuwa nafika asubuhi hapa kwenye mikutano ili tuimbe nyimbo hii tukiendelesha na programu zetu. Namba 17 Kiswahili, nyimbo za Kikristo 231 tukiendelea na programu zetu. Na nyie mnaokuwa huko mtatusaidia mkiimba pamoja, mkitafakari maneno ambayo yanaonekana katika nyimbo hii. Yeah.
sana. Funguo 4 za usimamizi wa pesa katika manyumba zetu. Tumefundishwa hapa vitu ambavyo vinaletea migogoro katika manyumba zetu, na mwanzilishi wa haya yote, migogoro hii yote katika manyumba zetu ni nani? Ni Shetani. Shetani hafurahii ndoa hata kidogo. Shetani ndio mwenye analetaka mafarakano katika ndoa. Shetani ndio mwenye anakuambiaka uambie bibi yako apite mbele na huko naenda kujisoma. Juu usifanye nini? Aharibu ndoa. Tumefunza mambo haya. Na anajua kiharibu ndoa, nyumba ikiwa na mafarakano, tayari jamii yote, sosiete yote ambayo inakuwa katika dunia haitakuwa tayari kumulaki bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo. Na kitu kingine ambacho kinaleta migogoro katika manyumba mengi za Kikristo, Shetani amepitia usimamizi wa pesa, franga, l'argent. Ni changamoto kubwa katika manyumba zingi ambazo zinakuwa katika ulimwengu wa Kikristo, hata ulimwengu mzima. Sasa kwa leo tutasoma kuhusu kusimamia pesa katika maisha yetu. Tujifunza hapa kisa cha mtu mmoja ambaye alienda na gari lao kwenye kazi na alirudi tardivement, na kwa mwisho hii gari ambayo mama naye angetumia ili aende sokoni ilileta mafarakano katika unyumba wao. Yani kuna vitu vile kama pesa, kama gari, yani kwa ujumla mali yetu yanaweza kutuletea migogoro kama hatuisimamie vizuri. Na Biblia inatuonesha kanuni ambazo ni za muhimu ili tuweze kusimamia pesa na mali katika nyumba zetu. Ilitupatia mafunguo 4 ya kusimamia mali katika nyumba yetu, na hizi ni mafunguo 4 za mafanikio katika nyumba zetu. Tumesimulia kuhusu shida zingine katika unyumba, lakini leo tutasimulia kwa ajili ya siri 4 za mafanikio katika nyumba zetu. Wamoja watabarikiwa na fundisho hili na wengine wamebarikiwa nalo, jinsi mimi nimebarikiwa na fundisho hili. Kitu ya kwanza tutazungumzia, funguo ya kwanza ni muterme pura, tunasema kese ya unyumba, la caisse du ménage. Baba anapotoka kazini anaweka franga zake kwake, na mama anapotoka kazini naye anaweka naye zake kwake, lakini hawashirikiani, hawana yenyewe wanaita kese commune, kese unique. Na zaidi sana wababa wamesema wao ndio wametumikia hizi pesa, na wanawake yani bibi zao hawana ruhusa ya kufanya nini, ya kuamua kwa ajili ya pesa hizi. Kama huko kule uko na ile shida mwako, itakubidi uende repare leo, maana mafundisho ya juma 2 mzima yametupatia namna ya kutatua shida fulani fulani, na kama kulikuwa migogoro fasi fulani ambazo zimeacha mnagawanya hata mifuko ya kuwekea, hapa itaomba mtatue hii shida.
na wababa wengi wamejidai kuwa wabosi. Kisi walifundishwa siku ya Sabato, walituambia baba ndiye kichwa cha nyumba, na wameambize kukuvale hii, wakifanya ya sawa diktatiri katika manyumba, na wanapeleka hata pesa bila kushirikisha wanawake wao, yani bibi zao, na mara nyingi hawazitumii vizuri. Taona wanaenda kwenye Parifood, wengine wanaenda kwenye Mangula, wanapotezea kule franc, wengine wanawadanganya watawapa makazi batume franc, juu hakushirikisha mwanamke atapoteza pesa sababu hakumshirikisha. Lakini mkishirikiana katika jambo moja, kufatana na kanuni za Biblia, utaona jambo hili halitakuwa shida katika nyumba zetu. Hayo 19 mstari wa 6. Hata wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, wanadamu asiwafanye nini? Asiwatenganishi. Watu wengi katika manyumba zao wameungana kwa vitu vimoja, lakini vingine hawaungani. Munaungana wakati kuko mumeungana tu kwa mwili, lakini kwa pesa hamkufanya nini? Hamujaungana. Hiyo ingali shida katika manyumba zenu, na kanuni hii mtakuwa mumeenda mbali nayo. Na hii shida inasema tujitahidi kukua na hiyo kese ambayo ni moja katika nyumba, lakini tutie maombi katika yote, sababu tuliwaambia shetani anafanya juu chini ili agonganishe watu. Kuna wale ambao leo hawaweke pamoja sababu wanawake wamewadesevoir. Haiko vile wa baba. Funguo ya pili ya mafanikio, ilisema kuna funguo 4 na tutakuwa tumemaliza. Funguo ya pili ni kujua ya kwamba mali yote ni ya nani? Ni ya Bwana. Hizo pesa, hiyo mali ambayo mnakuwa nayo katika manyumba zenu ni mali ya Bwana. Hagai sura 2 mstari wa 8. Anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Faragha iliyoko nayo kwako ni mali ya Bwana. Kila kitu ambayo umenunua kwa mali yako, kwa pesa zako, kila dhahabu ambayo unakuwa nayo ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Nikwambia hapo siku nyingine kwamba kuonesha jinsi pesa na vyombo vyote ambavyo unakuwa nayo ni mali ya Bwana, wakati unapofariki hawende hata kitu kimoja, bana vigawanyika tena nini taifa la Mungu ambalo lilibaki. Hivi mali ingelikuwa yako, ungerizikiwa nayo wakati unafanya nini? Wakati unalala. Jambo hili lilionekana mwanzoni kwenye shamba la Edeni. Mungu alipompatia Adamu na Hawa shamba, akatia mti mmoja ambao hawatagusa. Na wakati waliugusa walipata nini? Walipatwa na masanction. Na ndio zenye tuko naishi leo. Kuonesha Mungu aliwapatia shamba, miti yote ya shamba, lakini hakuwaruhusu kufanya nini? Kugusa mti mmoja. Na leo sasa Mungu anatuita kwa utoaji wa zaka, yani 1/10. Wengi wamemwimbia kulingana na Hagai, kulingana na kitabu cha Hagai cha Malaki. Wengi wameimbia Mungu wakikamata
hiyo moja ya 10, tukijitahidi kutoa zaka na sadaka, Mungu anasema tumjaribu, kama hatutaona akifanya nini, akitubariki. Unaweza kuwa katika nyumba yako mnakaa vizuri, lakini zaka hii leo imekuwa changamoto katika nyumba nyingi. Kuna wengi mama anakuwa na imani ya kutoa zaka, lakini anakuwa anaitoa kwa uficho sababu mume wake hamruhusu. Na mtawaona watu wa namna hii hawaendelee katika maisha yao. Yaani uaminifu katika zaka na sadaka ni funguo ya vile ambayo ni funguo ya mafanikio katika manyumba zetu. Mfalme wa Kwanza 17 mstari wa 10 hadi wa 16. Hapa tunapata kisa cha mwanamke wa Serepta. Yaani alihudumia mtumishi wa Mungu, akampa yote aliyokuwa nayo, akamtayarishia ili akule, na mvua bunga na mafuta havikukauka nyumbani mwake hadi mvua ifanye nini, inyeshe. Yaani kuna vitu ambavyo hatuwezi diskite sababu kuna maexperience nyingi ya utoaji wa zaka na sadaka katika maisha yetu. Wengi wanatoa sababu yamesalia katika mifuko yao. Wengi hawafanye sadaka na zaka kama priority, na ndio maana wanakuwa na shida nyingi katika manyumba zao, wanakuwa na changamoto nyingi sababu hawakufanya kanuni ya Mungu. Funguo la 3, kupanga mipangilio, planification. Katika nyumba yenye hakuna planification kunakuwa shida nyingi, na nimegundua kwamba nyumba nyingi katika mji huu wetu hazipati planification. Unaweza muuliza, unatumiaka franga ngapi mwezi? Unauliza baba wala mama kwa chakula. Kwa mfano, unakulanga bunga wapata gani kumwezi? Kuko mwenye wamingi hawatajua. Niulize, kama tunapenda tufanikiwe maishani mwetu, tujitahidi kuanzia leo tufanye nini? Tufanye mipangilio. Mtu mmoja tulipokuwa tukipangilia hapa mkutano aliniambia, eske mtu anaweza kula kwako chakula? Nasikia ile swali. Eske mtu anaweza kula kwako chakula? Sababu aliniona ningepanga kuanzia mai ya kukunywa, kupanga maalimenti zisikuweza mingi, kupanga kila kitu kwa anashangaa. Anasema eske mtu akifika kwa huyu anaweza kula chakula? Sababu atafika mwezi mzima amefanya nini? Amepanga vyote. Na mgeni hatapata nini? Hatapata chakula. Wakati unapopanga, upangie vile wageni. Mie kwangu ninajua probabilite yenye wageni ndio wala tuwa kufika kwangu kumwezi. Asante, napanga a fonction ya ile. Sababu ninajua kisi mgeni atafanya nini, atafika. Katika planification tusikose vile kupanga nini, tusikose vile kupanga kwa ajili ya zaka na sadaka. Jua kama mwezi huu wenye inaisha unahitajika kutoa ngapi kwa ajili ya zaka na sadaka. Maana hautaweza kuomba na hauna objectif.
unaomba vitu vyenye viko mwanga hamuvijui. Ndio maana leo mtu anaomba chingine, kesho anaomba chingine, kesho anaomba chingine. Ulisema leo Mungu akupe moto, kesho unaomba tena ordinateur, kesho unaomba tena chakula. Unakuwa sawa nini? Chihangala chenye kinaendaka hivi na hatina chenye kiko nafaa. Na Mungu wa kweli hawezi kushidia. Sababu wewe pekee hauna nini? Hauna lengo, hauna msimamo katika maombi yako. Na wewe ukikuwa Mungu, eti na utaweza kuresolve maproblemu za vile. Imagine katika nyumba yako, anakuja anakuomba chengine. Kesho yake anakuja anakuomba chengine. Utajibia kuchawapi kwa vile vyote. Tunakosewa kujibiwa maombi yetu sababu hakupangilie. Na imani inakuwa katika ile ambayo unapangilia. Wakati unaomba ovyo ovyo, unaomba bila utaratibu, unaomba bila lengo, unaomba bila kupangilia, hakika nyumba yako haitakuwa na mafanikio. Mezali sura 6 mstari wa 6 hadi wa 8. Wakati nitajaribu kusoma katika kitabu hiki, inasema hivi: toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Anasema wewe ona nini? Siafu. Inafaka nini? Utaiona kuni. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Wewe mvivu kama huko huko, usimame uende ona siafu na utaiangalia, utaiobserve, utaona nini? Verset 7. Elle n'a ni surveillant, ni contre-maître, ni chef. Siafu hawana wakubwa, hawana wazee wa kanisa, hawana wa president, hawana wa inspecteur. Lakini wanafanya nini? Shairi la 8. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Était ndio periode ya wapi? Ya jua. Wanaandaa vyakula vyao wakati wa jua, ili wakati mvua itafanya nini? Itanyesha, wafanye nini? Wawe na hazina za chakula katika nyumba zao. Combien de temps va-t-il rester couché? Tabakia na saa ngapi na unalala? Leo kila mtu ajitahidi kupangilia. Mwache kidogo kidogo. Kuko wenyewe anamamkaka na najua hata kama tafadi. Si mnajua bali watu. Hiyo yote ni kukosewa kupangilia. Deja magharibi ya leo kila mtu aende pangilia journée ya kesho. Unaona mtu analamuka kahewa moja hivi kanapita bana moja anaendea kule. Na unasikiaka baba wa watu wameenda kupiga masasi sababu walikuwa wanafuatilia bazalendo kwa mfano. Na wewe ushaenda onekana kule. Ulionekana kule na munaka na bibi yako hajui. Eske ulipangilia? Mtajifunza kupangilia juma mzima, mtajifunza kupangilia mwezi mzima, na mtajifunza kupangilia mwaka mzima, ili muweze kuevaluer evolution ya maisha yenu katika namna zote. Luka 14 mstari wa 29 na 8 mpaka 12 mpaka 13. Pale kuna jambo ambalo Yesu anawaambia wanafunzi wake. Anasema, je, mtu mwenye atashenga nyumba anaweza ijenga bila plan? Na ikifika unashenga nyumba bila plan, itafika siku moja wanasema mwenye alishenga humu akose ashaka homba. Sababu hiko shantie.
Nyumba imefanya miaka 10, miaka 12 haiyaka yao. Sababu hawakufanya nini? Hawakupangiliana. Sipuko wavela nasema toache tu, tutakuwa naenda, Mungu atakuwa anatubariki na tuko na jeni. Utashangala unaenda kufa na nyumba na haiyafanya nini? Na haiya yalo. Bora upangilie kama utatumika na una gani ili ufikie lengo lako, ili usichekelewe na watu wanaopita pale. Na nyumba ambayo hamuna mipangilio ndani, unaona wanawachekeleaka tu. Munapitaka hii scenario hige mara moja unadetekte ngisi aba watu hawapangani. Na mufamie kama hamupangi, unaona kama unaenda kwa mfano kunakuwa mariage ama kilio, bibi ataenda wapi na bwana ataenda wapi naye wapi. Kama bibi alipeleka mbuzi na bwana anapeleka ingine, ile yote ni mamangi aganiku ile evolution ya ile nyumba. Sababu wangelienda wawili, wangelifanya nini? Wangelipeleka tu mbuzi moja na ile ingine inatumika kwa faida ya majukumu zao. Funguo la 4 na la mwisho ni kusimamia mali yetu pamoja na Mungu. Ndio kusema nini? Hatuhitajike tu kutoa zaka na sadaka. Hatuhitajike tu kupangilia. Lakini vile tunahitajika kutoa maisha yetu kwa Kristo. Ndilo funguo la 4. Maisha ya watu wengi Kristo amepotea ndani. Hawana hizo strategy za kuboresha manyumba zao sababu wamemfukuza Kristo. Hawana programu za maombi katika manyumba yao. Tulifundishwa sabato iliyopita ya kwamba baba ndiye msimamizi wa kiroho cha nyumba. Lakini kwa leo mafarakano yamekuwa katika nyumba kiasi kwamba kila mtu ameendea kuchake na wanalala sawa walevi. Yaani mtu akwenyalia kama alikula cha mwisho analala kule. Na wanaamka kwa bahati sababu hawamwalike Bwana katika maisha yao. Wengi wanawaza akitoa sadaka hapa kanisani na kuonekana atafanya nini? Atakuwa amekaa katika salama, wala amekuwa miongoni mwa wale ambao wataenda mbinguni. Kama haujamkaribisha Yesu Kristo katika maisha yako, ile yote yenyewe unafaaka ni nini? Ni bure. Na Mungu atakuambia aseme ufanye nini? Hamjui. Mtufungulie Luka sura 5 mstari wa 27. Baada ya hayo akatoka akaona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi forodhani, akamwambia nifuate. Sura shairi la kufuata. Akaacha vyote akaondoka akamfuata neno la Bwana. Funguo la mwisho ni kumfuata Yesu katika maisha ya kila mtu. Kila mtu anahitajika kumfuata Yesu. Kila mtu, kila nyumba ambayo inakaa hapa inahitajika kumfuata Yesu katika maisha yao. Mnaona hapa kuna kisa cha mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtoza ushuru. Anawaita collecteur d'impôts au taxateur. Lawi alikuwa mtoza ushuru katika siku za Yesu,
Na wakati Yesu alipomwona, alimuita tu amfuate, naye alifanya nini? Alimfuata. Hakuona stati sosiale yake, hakuona pesa zake. Saa moja leo wakikwambia leo kumfuate Yesu, wala ufate mafundisho haya yetu tunafundisha leo hii na katika juma mbili, utajiuliza eske wale wenye viko nasema viko atamu nivo yao? Tulisoma hapa development. Unaanja shimezile unasema na yene ule wa development wala ule wa sande niko yulu kumshinda, ataniambia nini? Eske Yesu alimuaka na franga? Lakini alimuita yeye nani? Yeye lao yakifanya nini? Akamuita. Wakati tunasemea hapa juu, tunasema kwa ajili ya Kristo. Na kama Yesu anakuita leo, umpokee katika nyumba yako, umfuate, ni lazima uitike sauti yake. Na Mathayo, yani Lawi, alitii sauti ya Yesu alipomuita. Alifanya yeye tunaita obeisance immediate. Hakufikiria mambo mengi. Aliposikia sauti ya Yesu Kristo, akafanya nini? Akasimama, akaacha vyake vyote, ndio pale. Akaacha vyake vyote na akafanya nini? Akamfuata. Je, uko tayari kumfuata Yesu Kristo leo? Uko tayari kumfuata Kristo leo kwa kutatua shida zinazokuwa katika nyumba yako? Kuna wengi leo wamewaza kama maprobleme zao haziwezi pata suluhisho, lakini mjue ya kwamba Yesu ndiye suluhisho ya maprobleme zenu. Leo tunahitajika katika maisha yetu ya unyumba tumkaribishe Yesu. Wale ambao walifika hapa katika mafundisho, katika muda wa mafundisho ya juma mbili, wameambiwa ya kwamba wamejifunza namna gani watatatua shida zinazokuwa katika manyumba zao. Tumejifunza dalili za siku za mwisho. Waume wamekuwa na wake wengi, wake wamekosa kutii katika manyumba zao, na imeonekana kuwa kawaida katika manyumba. Yesu Kristo anakuwa haikale pale. Kila mmoja anajua shida yake. Hivi vitu hidogo hidogo tupenda heombea isilete tena migogoro katika manyumba zetu. Wamama hawako tayari kusiporte tena wababa wenye habana franga. Baba akisha kosa kazi, muda fulani mumama anafanya nini? Anatoroka. Wamama hawako tayari kusiporte. Hii ni mwanzo ya mafarakano katika manyumba. Tunamhitaji Yesu katika maisha yetu. Wababa hawako tayari kusiporte mabibi zao wakati wanagonjwa. Bibi anagonjwa, baba hajali, hatomani, na anasema bibi iko nafanya nini? Iko nafanyililia. Sasa kigonja miaka 5, basi atakuwa anashafanya nini? Nasha tafuta mwingine na anamwacha. Yesu hajafika pale. Mmeviole maakoro zenyewe ulifanya na ule bibi wakati ulipofunga harusi. Tumkaribishe Yesu katika maisha yetu. Problemi hizi Yesu hataingia katika maisha yetu zikiwa zinaonekana katika manyumba zetu. Unaona nguo inaleta problemu. Mwanamke wala bibi anasema nitengenezee hapa nyumba.
chibuto wala etire inaleta migogoro katika manyumba. Tena mnawia kula meza ya Bwana na mshagombana. Biblia inasema ukiwa katika hali hii lazima usitoe na sadaka yako hapa. Acha enda ungama kwa yule mtu, mwende maliziana ili mfanye nini? Sadaka yako iitikiwe hapa. Kama uko na shida zenye ziko mnyumba yako saa hii, unajua jinsi mlikokotana debi siku gani na mpaka leo mgani na kokotana hamuyapata solution. Acha vyako vyote na ufanye nini? Umfuate Yesu Kristo. Kwa sasa uache vyako vyote. Kama uko makonfli zenu mnyumba zimeishia hapa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Na mwenye ataendelea kuendesha makonfli, mwenye hapendi vita ishe katika nyumba yake, Mungu yeye atamshughulikia. Sababu atakuwa hakuitika mwito na hakumfuata Yesu katika maisha yake. Mathayo wala Lawi aliitika papo hapo aliposikia sauti. Hakukuwa hata injili yenyewe alifanya, alimuita tu. Akiacha vyake vyote, hakuenda kuuliza na mashefu wake wa kazi. Jinsi amefanya nini? Ameacha kazi. Kuna wengine leo anasema dosi ya mwangu kuruke ishi ilifomu yomba aje kuya, aje imaliza. Utakuwa umechelewa. Kama haupendi kuimaliza saa hii, utakuwa umechelewa. Kuna myomba mmoja ambaye ni wa kweli na ni Yesu Kristo, ambaye atatatua shida katika manyumba zenu, ambaye atatatua migogoro inayokuwa katika maisha yenu. Na tukimhitaji na kumfuata kisi Lawi alimfuata, hakika tutapata salama katika maisha yetu na tutawavutia wengi katika maisha yetu. Kitu kingine, mjue ya kwamba wokovu huu ambao tunaleta leo ni wokovu kwa kila mtu. Haizuru statisho sali yako. Nilisema Lawi hakuhitaji kuenda aonana na familia yake ili aamue kumfuata Yesu Kristo. Lawi hakuhitaji kwenda aona wakubwa wake wa kazi ili amfuate Yesu Kristo. Lawi hakufanya kitu chochote, alifanya tu kuitika mwito. Na alifanya nini? Aliitika kuwa mwanafunzi wa Yesu. Tusipozenge wiko humu na pakande ukiranako kandi umunja vile visikue viishie hapa. Na kama leo haukuitika mwito ule wa kufanya nini? Wa kwenda kukaribia bibi yako wala bwana wako hata kanisani, ugeuke tangia leo. Tangia sasa na muache upya. Mathayo hakupata gumu yoyote, kwa Yesu hakuna magumu. Kila mtu angalie kile ambacho hakiendeki katika nyumba yake. Mhitaji Yesu Kristo katika maisha yake. Shetani anafanya kazi kubwa ili apiganishe ndoa zetu. Na kama uko pale unajiandaa kwa safari ya kwenda mbinguni, lazima umhitaji Yesu Kristo katika maisha yako. Wangapi katika siku ya leo wanasema tangia leo tunamfuata Yesu Kristo katika jamaa zetu, katika manyumba zetu, yale majina ambayo tumepangwa katika kartie ya kwamba sisi ni jogo za kulamukiana siku kwa siku. Ile vibambaze venye umetia ndani ya vitanda vinaondoka siku ya leo. Wangapi wanaitika, wanafanya mwenendo mpya katika manyumba zao?
Waamue leo. Wengine wamebatizwa hapa, wameamua kumfuata Yesu Kristo. Na tutawaombea vile vile nao. Tutahitaji Pastor Muhemi Katembo atakuja kutuombea. Kama unapenda umfuate Yesu Kristo, lazima uache mashamba, lazima uache familia, lazima uache vitu vyako vyote. Yaani usifikirie chochote hapa kwa ajili ya wokovu wako. Nyumba yako imeharibika. Tunakuhitaji uje kwake Yesu Kristo. Na uache upya leo, ili nyumba yako isiwe chanzo chako kupotea. Wengi watapotea sababu ya manyumba zao, na wengi watapotea sababu wanafikiria vitu vingi mbele waamue. Tuombe. Jina lako litukuzwe. Baba wetu na Mungu wetu ni naiketi juu mbinguni. Tuna shukrani za kipekee ambazo kwa siku hizi unaendelea kujionyesha kwetu. Wewe unayefahamu udhaifu wa kila mmoja. Kwa ombi hili naomba utakaso, ututakase na utusamehe makosa zetu. Tunakushukuru kwa sababu umetutolea nafasi juma mbili tuje katika kazi yako, na watumishi wako wameitimiza wewe mwenyewe mafundisho ambayo yamepelekewa wale wenye manyumba ambayo tulikuwa tukiingia ndani, na kuomba haya mafundisho uyafanye yapate kuota na kuleta matunda mengi, ili unapoleta wokovu wale ambao tulipelekea mafundisho na sisi ambao tuliyapeleka na kanisa lako kwa jumla lote lipate kuokolewa. Asante kwa fundisho hili la kipekee na siku ya leo, ambao ulipenda kukusanya majamaa zetu. Hakika unabii huu ambao unaonyesha kuwa watoto watatengana na wazazi wao, baba na mama kwa ajili ya mafarakano watakuwa mbali na mbali, hata ikiwa wanakuwa wakionyesha kuwa wako pamoja. Ninayokuomba ni kwamba ikiwa kulikuwa matengano katika nyumba zetu, na kuomba wewe utende muujiza, ufanye operation, ili kupitia mafundisho haya Roho wako anaongoza na kila mmoja, ili yale yote ambayo yanatutenganisha yamalizike, tupate kuendelea katika safari moja, safari ya kwenda mbinguni. Ikiwa kulikuwa mafarakano pamoja na watoto wetu, yale ambayo yanatutenganisha sisi wazazi pamoja na watoto wetu, na kuomba Roho wako atende kazi kwenye watoto, ili wapate kusikiliza mashauri kutoka kwa wazazi, kwa sababu safari ni moja. Sisi kama wazazi, ikiwa kulikuwa yale yanatutenganisha pamoja na watoto wetu, na kuomba uyateketeze, safari ipate kuwa moja, na uletapo ufalme wako, utakapoomba kwa wazazi taarifa kwa ajili ya watoto, hao wazazi wote wao na furaha kuonyesha
watoto ambao uliwatolea Mungu wetu, watoto wetu shetani anawatumikisha sana. Tunawaombea hao watoto wote ambao wamesimama, Roho wako afanye kazi ndani mwao, ili wasikilize mashauri na waingie katika milolongo ya kufuata mashauri yako, wawe vielelezo kwa watoto wengine ambao wanakuwa nje ya kanisa. Wazazi wanaokuwa katika kanisa hii wawe vielelezo kwa ajili ya manyumba mengine yanakuwa nje, ili wengi wapate kuokoka na kuvutwa na mafundisho haya. Mungu wetu, asante kwa sababu unajua udhaifu wa kila mmoja, na kuomba huo udhaifu uteketeze, na sote majina yetu yaandikwe katika vitabu vya uzima wa milele. Sikia maombi yetu, utuanzishe upya sote, wa baba na wa mama na watoto, ili nuru yako inapong'aa katika nyumba zetu, wengi wapate kuokolewa wakitazama na kuenda kufuatana na mifano watakayoona katika nyumba zetu. Mapenzi yako ndio yafanyike, na nyumba hizi tangu leo uziandike upya katika kitabu chako cha uzima wa milele. Usikie maombi yetu, na yale ambayo naona kama yanafaa kwa kila mmoja uyakamilishe. Walio tuhudumia katika juma hizi mbili, wape nguvu mpya, na kanisa hili kwa mahubiri yajayo nipate kuamka zaidi kwa kutenda kazi yako na kuokoa wengi. Usikie maombi yetu, kwa sababu tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo Mwokozi.